waheshimiwa madiwani. Kwa hiyo mwaka jana mwezi Septemba tuliendesha zoezi la kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura, zoezi ambalo lilienda mpaka Oktoba, lakini tunayo uhakika kwamba kuna watu wana sababu moja au nyingine wakati tunafanya zoezi hilo, pengine umri ulikuwa hujatimia au wengine walikuwa wana sababu nyingine ambazo ziliwafanya washindwe kuja kujiandikisha. Kwa hiyo serikali imetoa fursa ya awamu ya pili kama utaratibu unavyojieleza kwamba tunaanza tena zoezi kwa mkoa wetu wa Singida. Zoezi litaanza tarehe 16 mwezi huu wa 5 mpaka tarehe 22 mwezi huu wa 5, kwamba tunategemea kuandikisha angalau watu 52,000. Kwa hiyo wajitokeze wale ambao hawajajiandikisha, na kati yake wamo ambao wengine wanapenda kuisha taarifa zao, kufanya marekebisho ya taarifa zao. Kwa hiyo ni zoezi ambalo ni la muhimu sana, na tukitambua kwamba haki ya kupiga kura ni haki ya kila Mtanzania ambaye ametimiza vigezo. Labda asante kwa ufafanuzi huo. Pengine sasa vituo vitakuwaje kwa mtu ambaye hatua za mwisho za utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya mwaka huu sasa ni wa mwisho kuelekea uchaguzi. Kwa hiyo kila mmoja ashiriki katika eneo lake kuhakikisha malengo yetu yanatimia. Kwa kiasi kikubwa mkoa wa Singida tumefanya vizuri, lakini yapo maeneo madogo madogo ambayo yanahitaji umaliziaji. Kwa hiyo mwananchi mmoja mmoja hakikisha malengo yako yanatimia, lakini kubwa viongozi wenzangu kuhakikisha kwamba huduma za wananchi zinawafikia kama tulivyoahidi. Kwa sababu sasa tunaenda kuanza mkataba mpya, lakini siku zote mkataba mpya unaangaliwa wa zamani ulifanyaje, ili mtu aweze kukupa mkataba wa nyongeza. Kwa hiyo wasione jambo hili ni la mchezo, ni kuhakikisha kama tulisema maji yaende, umeme uende, barabara ziende. Kwa hiyo yale maeneo madogo madogo ambayo yana changamoto ndogo ndogo lazima tukazimalize, na hasa kero. Katika kutatua kero za wananchi wetu, hili ni jambo la msingi sana. Sababu mwananchi mwenye hasira hawezi kukuunga mkono. Kwa hiyo na kero zile ndogo ndogo, na hasa kwenye swala zima la ardhi, tuhakikishe kwamba katika kipindi hicho kibaki tunamaliza, ili wananchi wamalize miaka 5 wakiwa na furaha. Sawa, kuna mwananchi anauliza swali kwa ajili ya wananchi wake. Kwa hiyo kwenda kujiandikisha ni kwamba anazidi kucement ule Utanzania wake kwamba yuko nchini, ametimiza hivyo vigezo na ni raia wa Tanzania ambaye anaweza akashiriki katika kupiga kura. Lakini haki ya mtu kupiga kura au haki ya mtu kuchaguliwa ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo ni haki yake ya msingi kwamba inampa uwezo wa yeye kwenda kuchagua diwani anayemtaka, bunge anayemtaka, na mheshimiwa rais. Kwa hiyo si jambo dogo, ni jambo ambalo linaamua hatima yao ya miaka 5 ijayo, nani ashike usukani katika kuhakikisha kwamba malengo ya mtu mmoja mmoja, malengo ya jamii yanatimia. Kwa hiyo kama hatajiandikisha, ina maana yeye atachaguliwa kiongozi, atakuwa na kiongozi ambaye yeye hajamchagua. Kwa mimi nawaomba sana wale wote ambao kwa kweli wanatakiwa kwenda kujiandikisha wakajiandikisha. Sawa, msikilizaji, ni sauti ya mama mdogo. Katika maeneo ambayo wananchi wanaishi, katika maeneo yao wataona matangazo. Kwa hiyo tutakuwa na vituo ambao maeneo ya karibu, na hasa maeneo ambayo yamelengwa kuandikisha watu hawa. Kwa hiyo waweze kufika kwenye serikali zao za mitaa, serikali za vijiji, watapata zile taarifa sahihi za maeneo ambayo wanatakiwa kufika kwa ajili ya kujiandikisha. Sawa, labda kwa faida pia msikilizaji, vigezo labda huyu anayekwenda kujiandikisha anatakiwa awe vipi? Vigezo ambavyo vitamfanya sasa huyu anakuwa na sifa za kwenda kujiandikisha. Vigezo vyetu vikuu ni vile vile awe ametimiza umri wa miaka 18 na kuendelea, lakini anakuwa ni Mtanzania, mtu ambaye ana akili timamu. Kwa vigezo ni vile vile ambavyo tunavitumia kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa, msikilizaji, vigezo ni vile vile, na unasogea tu kwenye eneo ambalo unaona lina sana katika kipindi hichi, mpaka wale walioko juu kwenye mahoteli wamelaza wageni wetu bila malalamiko yoyote. Kwa kweli na mimi nawapongeza viongozi wenzangu wa chama na serikali, nawapongeza wadau kama nyinyi watu wa habari, yani mlifanya kazi nzuri kweli kweli. Yani kila mtu alikuwa akinipigia simu, jamani nchi imesimama kwa ajili ya Singida. Lakini isingesimama kama sio nyinyi kuitendea haki. Kwa hiyo na mimi nawapongeza sana, mlilibeba jambo letu, limeenda vizuri sana. Shukrani sana. Inaenda pale ambapo wengi hawajajiandikisha, ndio tumepeleka vituo, na ndio maana tumevistation kwenye eneo lao la mtaa, eneo la kijiji ambao haliwezi kuwa mbali katika serikali zao za vijiji. Kwa hiyo wajue kabisa tunapoenda huko tayari limeshafanyika study ndogo na kujua wapi tunamlenga nani ili akajiandikishe. Lakini nikienda kwenye swala la ndugu yangu aliyouliza miaka 17 kisheria bado asubiri mwaka mmoja, akifikisha 18 basi naye atapata haki yake ya msingi ya kupiga kura. Lakini ile swala la kusema kwa nini tunahamisha vituo, mimi kama mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya hawezi kuhamisha kituo. Pale tunapoweka vituo na mahoteli, wananchi wenyewe wa eneo husika
wakati wa utendaji kazi halisi inaonekana kwamba kituo kilipo na sehemu alipo inaonekana kwamba kuna umbali au kuna pingamizi lolote au kuna ukinzani, wanakaa pale wanakubaliana, ndio kituo kinahamishwa, kinatoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa hiyo ni wao wenyewe wanakuwa wamekubaliana katika mamlaka walioko, kama ni kijiji, kama ni mtaa, kama ni kitongoji, huwa tunafanya. Tukafike kwenye vituo ambavyo vipo karibu na sisi kwa ajili ya kwenda kujiandikisha.